Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you.
Asante kwa ahadi zako Bwana. Uliahidi unatenda. Na umetenda Bwana. Tupo kwa ajili yako. Hatuna mwingine tunajua. We know no other. We know no other except you, our God. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Tiskendo, Jehovah the Omnipotent. Oh, Sheka ya Marama. Uliahidi unatenda na umetenda. Upon each one of us. Thank you for your word. And thank you, Jesus, even for this day, for the great things you have for us in store. Lord, I pray as I stand before your people, as for those who are listening from far and near, I pray that you speak to us and bless us through a revelation. We worship you and glorify your name. In Jesus' name we pray. Say amen. Basi tunaweza tukaketi. Praise and worship. God bless you so much. I welcome every one of you to this wonderful service. And even those who are far and near, welcome. And be blessed wherever you are. Praise the Lord. Amen. Praise the name of the living God. Amen. God is good and he will always be good. Amen. Na tunashukuru Mungu. Miezi 9 imeisha, tuko the quarter ya 3. The fourth quarter. Yes, ya mwaka, na Mungu amekuwa mwema. Amen. And we thank God the Lord has been speaking to us. Amen. Last Sunday aliongea nasi baada ya kwanza kuhusu the favor of God. Bwana asifiwe sana. Nimekuwa nikitafakari kuhusu favor. Nikajua nikiwa favor, the devil cannot handle me. Because the favor of the Lord is upon my life. And this is not a story. Hii ni kweli. We are favored. Hata wa Yesu. Wewe kuokoka ni favor number 1. Kuna watu wanajaribu kuokoka, wanaokoka leo wanaanguka kesho. Wewe umefunga miaka nyingi sana na ni favor ya Mungu tu iko juu yetu. Bwana asifiwe. Akafeva msichana wa Bethlehem, akatuma malaika akamwambia, hey Mary, you are favored. Not only favored, you are highly favored. Thank you so much. The Lord has been good. Feel favored. Amen. Today we complete the topic we talked about a month ago, if not 3 weeks ago. We're talking about the reward the Lord gives us. But specifically, we were handling 7 things Christ promises to reward us, to reward believers, to reward wale ambao wanamjua Yesu. Mambo 7. Na tuliongea 3 tukamaliza. Tunafanya 4 na tumalizie. Bwana Yesu asifiwe sana. If you can refresh yourself, ya kwanza ilikuwa so winning. I'm so winners. Ilitubidi na Mungu alipomtuma Yesu for 3.5 years akatuambia mambo ya mbingu na mambo ya uzima wa milele. Hallelujah. Na Yesu akienda akatuahidi atakuwa na sisi tuendeleze hiyo kazi ya kuwin souls. Na ndugu wakachukulia from there. You remember the day of Pentecost? Wakati Roho alishuka, kanisa likazaliwa na injili ikaanza hapo hapo. 3,000 wakaokoka. Na imekuwa hivyo duniani na itaendelea hivyo mpaka arudi Yesu. So you better join the issue of winning souls. Usipitane na mtu kama itawezekana bila kumuuliza habari ya Yesu. Na kama kumuuliza yuko tulisema tu toa ushuhuda wako na umwalike kanisani, kwa sababu hapa ndiye atakulia mpaka amuone Yesu. Hallelujah. You remember ile ya pili ilikuwa gani? Prayer and fasting. Na tukakundua mambo ya kufunga na kuomba inavutia Mungu sana.
kwa sababu Yesu akasema pepo zingine asiendaki ila kwa kufunga na kwa kuomba. And when we fast, mili yetu inakuwa dhaifu na roho ndani yetu anakuwa na nguvu. You find that unaweza anza kuomba ukisikia mdhaifu, lakini ukiendelea sasa nguvu za Bwana zinakuwa juu yako, kwa sababu it's no longer nguvu za kidheri. Sasa ni nguvu za Mungu, kwa sababu mwili umetiishwa. Sasa ni wewe na Mungu. Na ya tatu ilikuwa generous giving. And this one, God is the first person to give generously. Amen. Hallelujah. And the first person ambaye alionyesha generous giving alikuwa Abraham. Akatoa mwana na Mungu akamkomboa. Na Yesu akawa mwana wa Mungu na Mungu akaamua kumtoa. Na alipomtoa tumepatikana. Na sisi life ni ya kugive our things, our property, and we give from God. Bwana asifiwe sana. We do it, tunaifanya kwa ajili ya Mungu. Amen. We give generously. Tuliingia sana kabisa kwa hapa. Sasa leo tunaendelea na number 4. I believe you are writing. Number 4. Number 4 it is about a promise ambayo Mungu ametuahidi tukiitenda. Number 4 is 21. Love for your enemies. Bwana asifiwe. Upendo kwa maadui zako, zangu, zetu. Bwana asifiwe sana. Yeah. Unasikia nini nasema? Love for your enemies, meaning you will always have enemies. Therefore, loving them is equal to having them. Hakuna mtu anaweza sema ana adui. Hakuna. As long as umeokoka, adui ni lazima. Lakini Bwana anataka kutubariki na kututendea mazuri kwa kuwapenda hao maadui. Bwana asifiwe. Nataka tuende Matthew 5. Verse 43. Hallelujah. Hii nimesoma nikafurahia. Inaanza, nitasoma Kiswahili. You have heard, are you there? You have heard that it was said, you shall love your neighbor and what? Hate your enemy. That was the trade. That was the time, Old Testament, kabla Yesu hajakuja. Ya kwamba you love your neighbor, na kama kuna adui chukia. Biblia ilikuwa inasema hivyo. Lakini Yesu akasema verse 4. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Can you read those two? Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Yes. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Huyo ni Yesu. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. That verse 45. That you may be what? Sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain unto the just on the unjust, on the just and on the unjust. Soma hiyo. Ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana sifiwe. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Mimi
nimeshangaa na hiyo mstari wa 45. That you may be sons of your Father in heaven when you love your enemies. What is Jesus saying here? Yeah. Simanuka anasema John 1:12, but to them who received him they are given the right to become children of God. Si ni wana wa Mungu. Lakini Yesu anasema wapende maadui, watendee mema, wabariki, wanayekulaani wabariki, wote na waombee, wanayokuongelea mabaya na wanayekutesa. Ili nikana you may be sons of your Father in heaven. Hado Yesu muno. Ngala wasi. Amen. Nika natu twegesiana sianga ila windai. Na sia. Niki ndudu wanda kula sia. Ala moana, ala meka ngi na hii. Ala dukupyo. Ala meka anything. Swali maumia onesa to mono nzaka niti. Bwe kama uyo onesa tiwo ningi. Ya. Ala just na ala mate just. Kainda babukanasya. It shows no partiality. So the Bible says, 46, for if you have loved those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? Ukisikia tax collectors na hao ni wale watu ambao hawana Mungu. Kulingana na wakati ambao wa tax collector was a bad man. But today ni watu wa Mungu wengine wahubiri. And if you greet only your brethren, only what do you do more? Only if you greet your brethren, only. What do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Hiyo 43, 45 na 48 ilinigusa sana. Hebu soma from 46. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mtapata thawabu gani? Tenene. Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi sawa na hayo? Basi nyinyi weni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Wacha tuanze na 48. Bwana asifiwe. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Nikodimo alipoenda kwa Yesu, alimuita Yesu perfect, mulungani. Na kulikuwa kunajulikana hakuna mtu perfect ila nani? Mungu. Na alijua Mafarisayo, Nikodimo akiwa mmoja, walikuwa wanasema Yesu si mwana wa Mungu, kwa hivyo wasta. Lakini akaenda kwake usiku na akamwambia kwa nini unaniita perfect na unajua ya kwamba aliye perfect ni Mungu? Now tukuje hapa sasa. When we are dealing with enemies, yaani Mungu anakubali tuwe perfect. Bwana asifiwe. So that you may be perfect like your Father. Because either we menda wala makwenda. Atwala matanda chuma mayika ho. Tiyo nini? Waje tuanze kusema tax collectors. Mundu lote singai mulevi nini? Mayika na ho. Ulona muyoke. Akabala this week no kunduya. No lote na muya. Aemo muya. Nunda wa. Lakini Biblia yasema to the opposite. Alama tuikana tumekenesa. Alama tu manga tumekenesa. Alama tu mate alunga tumekenesa. Nudunga Mungu ananyesha mvua kwa wote. So that we may be perfect like our Father. Amen. FSK 47. And if you greet your brethren only, tukakeza na sio make macho zaidi I5. Paso bondo ungeza kwithia ndondo keja mundu ungi utewa kimacho zaidi. Utemo tangi
hautaki kumsalimia. What difference do you show? Yesu anauliza hivyo. Hata wale ambao hawana Mungu wanafanya hivyo, mtaonyesha niaba gani? It means wale watu wanatutesa sana ni majirani. Mtu anakutenda vibaya na jirani ndiye anakujua. Vile unaamka, vile unashinda, vile unakuja nyumbani, vile unatoka, anaelewa kila kitu. Na akiamua kukutendea vibaya, anakutendea vizuri. Na unakasirika, lakini waamua kila kuacha wewe la mjirani. Na kwa ndugu mmoja jirani mata nena na sasa don't talk to one another. Kwa sababu wamekaa hivyo wamekosana. Lakini Bwana anasema, au huyo jirani mpende ili ufanane na baba yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu I want to say this. Ukimchukia unafanana na shetani. Kwa sababu hao watu ambao ni wa shetani wanafanya hivyo hivyo. Wanachukiana, huyu akinichukia anamchukia, akimpenda anampenda. The Lord is saying that tuwapende watu wote. Amen. So that we may be perfect. Tuwe sawa. Na uwezi ukahubiria mtu habari ya Yesu kama unamchukia. Uwezi kumwambia good news. Ukimwambia utakuwa unadanganya. So we must love them first, then do good to them. Praise the Lord. Munasikiliza nini? Rudi na uko ndani ya akili yako. How many people do you hate? Ukitembea hivyo, kuna mtu ukimwona hivi unataka kupotea asikusalimie. Hebu angalia. If there is one, you are not perfect, you are a sinner. You have to repent today. Kuna mpendo mmoja aliniambia kuna rafiki yake waliingia kwa gari moja. Na yeye huyu mwingine kumbe hapo na mambo yake, hataki kumsalimia. Akitaka kumsalimia akachukua simu na akaniambia notice ni simu ya uongo. Akaongea na uongo. Tuko mani anahepa salamu za mpendwa. Tukutanie ya mpaka mahali huyo alikuwa anashukia, akafika akashuka akaenda. Na yeye alikuwa anataka amalize simu amsalimie. Lakini kwa sababu huyo ana hiyo point ya kwamba hata ikiwa tumekosana ni lazima tusalimiane, zote tumeokoka. Huyo mpendwa akapotea hivyo hivyo, na alipopotea akanipigia simu. Akaniambia, "Pastor, sikusalimiwa. Pastor, nililengwa." Nikamwambia, "Hapana, don't worry. Ukipata nafasi salimiana." Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nilikuwa nashangaa kwa nini Yesu akasema about it. Therefore you shall be perfect just as your Father is in heaven. Inamaanisha hiki ni kitu Mungu anavaji. Amen. Kupenda maadui, kuwatendea vizuri ni kitu kinamfurahisha Mungu. Na Yesu alianza kwa kusema, "Mulisikia ya kwamba ilisemekana, mtapenda majirani na mtachukia maadui. Lakini nimekuja niweze kupindua. That I say, love your enemies. Bless those who curse you." Akikukurse unambless. Hallelujah. I don't know whether you will like this, but God atatusaidia. Kwa sababu tunataka tuwe perfect kama Mungu, si ndio? Back to the sender. I don't think it's a good prayer. Back to the sender. I don't think it's a good prayer. Biblia inasema kwamba we put on the whole armor of God. Na katika armor of God kuna shield. Nana shield. Wakati mshale inatupwa, unaweka shield, inakonga pale, inaanguka chini. Ingeundwa in a way, mshale ikipigwa tua, hiyo shield inapiga hapa, inapinduka, inarudi kwa yule aliyekuwa ametuma.
Lakini those days hizo ship zilikuwa zinapakwa mafuta, ingine ilikuwa inazima kwa sababu walikuwa wanatupa mishale iliyo na moto. So ikikuja kulandi hapa, au mafuta inaizima. Mishale ya moto inaizima. So askari wa Kirumi alikuwa anavalia hizo vitu, helmet, shield, sword na ingine ndogo kila mahali. Na hakuwa back to the center. You finish hizi weapons zote za adui zinakuja, zinatupwa, una finish, zinatupwa, una finish, unaenda kushika yule mtu unafunga. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema those who curse you, do good to them. Utapata wakati wapi back to the center kama unaambiwa mtendee mazuri. Anaanza hata Yesu anaanza, I have pastors, wachungaji wengi, na ni wachungaji wawili tu walileta hiyo kitu Kenya na kikaingia back to the center. Mtu yale maneno ametuma, ninayashika, ninayarudisha kwake mara 7. Biblia inasema adui atakuja na njia moja, sawa sawa, yes. Lakini kuondoka ataondoka na njia ngapi? You know why? Kila kivumbi utakuwa umemuonyesha, hata kumbuka ile njia alikuja nayo. Watatawanyika waende na njia 7, sio back to the center. Biblia inasema whatever you bind shall be bound in heaven. Funga Satan, funga maneno ya watu wake, funga, kataa, resist. Hallelujah. Kwa sababu huyo mtu ambao utafanyia hivyo anaweza ingiwa na hao mapepo na aokoke, na wewe ndio unakuja kung'waya mapepo, na wewe letuma mpaka to the center. Do you think they will listen to you? Because it's you sending them back there. Bwana asifiwe. I know I might sound strange, but the Bible says, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. What do we say? Will we change the word of God? Tumepewa mamlaka. Yesu akasema, all power and authority has been given to me. Akasema Yesu, mbinguni, duniani na kuzimu. Basi nendeni mkafanye watu wote wanafunzi wangu. Na akasema, na nitakuwa na ninyi. Mkitembea nitatembea na nyinyi. That's Matthew 28:20. And I will be with you always. Inamaanisha maadui wakija, Bwana atakuwa na wewe. Hile iko mfanye awe mwanafunzi wa Yesu. Rebuke the devil. Leo nasema cast out devils, heal the sick. Bwana asifiwe. Wote tunaambiwa tufanye hivyo, sio watu wa kanisa, ni mataifa, na watakuwa wamefanya mambo mengi. Hallelujah. Hata Yesu. Therefore, kanisa la Yesu tuko na kasi, because hii trend imeingia duniani, especially Kenya, iko juu sana. Ya kulaani anayekulaani, kubariki anayekubariki. Mungu mwenyewe ndiye alisema, kaambia Abraham, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Who will do it? God. He did not say, help me curse those who curse you. He did not say, help me bless those who bless you. Alisema maadui zako watakuwa maadui zako. Amen. So that you may be perfect like our Father. Hata Yesu. And adui with a perfect. Anaasa. Ika adui neza with ninga imperfect. Ndio kubidha. Hallelujah. Asu umende mainyo umagwikito umende. Bwana asifiwe sana. There's a story I gave some years back. My mother aliitwa mganga, mchawi kwa village. Na mimi sikuwa najua kila kinaendelea nikiwa 6-8. Tukakuja nyumbani, nikakuta watu wamejaa hivi.
mogi dobi vya uoi. Wanakuja kuchoma uchawi. Kumbe hao watu walienda, our mother she has a big brain. So alikuwa amefanya mambo mengi sana. No wonder today she is the leader in the village. Akikwambia huyu ndio atakuwa MP, ndio atakuwa MCA, kila atakwambia yeye anajua campaign, all those things. Ako na vikundi zaidi ya 10, yani ni kiongozi. Kumbe watu mmoja alikuwa amemchukia, akaona kama magani kaona ngaa akili. And then si yule alimfanyia, akaambiwa ni mchawi, akakubali. Na ni uongo. Na akaambiwa basi utakuja kuchoma. So wakati walikuja alichekeza sana baadaye. Akaenda akakata vitu, akapiga sui makaa akaweka ndani. Walipokuja akawaambia hii ndio uchawi. Akawaambia uchawi ikaangi na mwana hiyo. So nilipofika nikaeleza watu wakaenda. Mother akatuita, akatuambia mimi, my mother, my grandfather hajawahi kuwa mchawi. Uchawi unapeanwa. Mimi hao watu walinipa uchawi na nikaamua kuambia ndio ile watosheke. Si hawahi kuwa hicho kitu. Akaita the village whatever, wakaja wakaongea, akaeleza why she did like that. Mimi yule mzee alifanya hivyo. Nikaingiwa na chuki ndani yangu. Nikasema nitakuwa ngano neba ngamu kuna ni mumini. I'll kill him. Na nikaamua. Nilikuwa naangalia niko sawa. Nikaenda form 1 sasa ikiwa form 2, ikiwa kwa akili. Kwa sababu alikuwa anaendesha baisikeli. Kwa nataka tu nisimame mahali na rungu. Akipita kichwa mweke chini. Kwa sababu anaita my mother mchawi. Lakini ikiwa form 2 nikaokoka. Nilipookoka tukaanza kufundishwa vile tunastahili kupenda maadui, vile tunastahili kutenda mema, vile tunastahili kuhubiria kila mtu, hata wale ambao walitufanya nini. Na huyo mtu akalenga atakuwa umefanyiwa nini, lazima usamehe. Umesamehewa na Yesu, lazima usamehe, lazima upende maadui. Nikasema kweli mtu alina my mother mchawi, na mchawi astahili kuishi, lazima nimumalize. Let me tell you, it took almost a year. Nikiwa siamini, then mwishowe I will be prayed for. Hicho kitu kilitoke. Let me tell you, msichana huyo mzee aliokoka. Akawa mpendwa katika Yesu. Huyo mzee hata sijui alipotelea wapi. Hata sisikiangi habari zake. Na nikashukuru Mungu kwa sababu sijui kama ningekuwa mhubiri ama ningekuwa hunt. Sio naitwa Manda. Si ningegonga hii mtu ningeitwa Manda, si ndio? Nikifanya hiyo kwa sababu ya chuki ya adui wetu. Nundo kaza niteni niza na hizo bandu wa hizo yeye bandu bayo you hate those who hate you, gonga malita. Lakini Yesu akapindua. Bwana sifiwe. Ikiwa kuna mtu unabeba, alikufanyia nini? Alifanyia wazazi wako nini? Alifanyia mwana wako nini? Alifanyia somebody ama familia yenu nini? You got to love that person and forgive. I tell you the truth. Nikananga hii akuite perfect like him. Hata Yesu maandiko masia, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Verse 8. Na anasa ingia anasa. Jinsi kama kisio. Brothers and sisters, many brethren, verse 48 doesn't work in them. Wana chuki nyingi sana. Na uko na perfect chuki kwa sababu perfect ulikosewa perfectly. Yani you can prove ulifanywa vibaya. Your parents walifanywa vibaya ama your daughter alifanywa vibaya. Bwana asifiwe. Yani wina wo wago onangaiwe sabidi ya wasenga inoeke tiki. Tiwe ningi. Lakini Yesu ndabendo ye. Bwana asifiwe sana. Aseni mwewe. Maadui wachukieni. Lakini ninasema wapendeni. Wala wanayoka na watende. So that you might be perfect.
Kutaka story. A friend of mine, a real friend. Mtoto wake akaenda university. Na akaenda kamutia rafiki yake akamwambia, huyu ni rafiki yetu ya kifamilia. Wakati utakuwa hauna pesa, huo unamuona. Kumbe huyu ndugu yao ni mkora, huyu rafiki. You know what he did? After some time msichana kuwa na pesa akampigia, akamwambia kuja lunch. Alipokuja lunch, sasa nilimuuliza akasema alinunua chips na huyu alikuwa anakunywa wine. Ilikuwa saa 7. Alibutuka kesho asubuhi akiwa kwa kitanda ya huyo rafiki ya familia yao. Na akapewa fare akarudi shule. Kumbe amepata mimba. As we talk, akona mtoto. Let me tell you, the father, a very dear brother, aliombewa na maaskofu. Akasema anasa. Alikuwa anasema hivyo, anasa. Acha mwanasa tono ngindi ya mwili. Anasa. Maaskofu akaja kwa uchungu. A friend. Anamwambia mtoto ni huyu, ni kama ni wako. Yaani ni kufia kamimba kwa akamweka mimba. It took God huyo ndugu kusamehe huyo ndugu mwingine. Kama si Yesu, huyo ndugu angekuwa jela today. Endao mutilaki banga gingo. Mutothi huu na mwiru. Na ni brother. Unasema mtu alikukosea. Umekosewa kiasi hiyo, ndugu alisamehe na anaenda mbinguni. And I tell you that brother now is perfect like God. That was God is saying. Anataka uwe perfect. What do we say perfect in Kiswahili? Amekamilika. Kikamba. Ni muyanimu. Wewe hata hiyo. Bewangai. God is happy. Kwa sababu amejaa kusamehe. Bwana asifiwe. Hataki kubeba chuki. Na the last, magonjwa ingine nashika wazazi sasa. Ni kwa sababu ya kubeba vitu ambao likosewa miaka nyingi. Ina affect your health. Mwingine ananiambia wazee wanakufanga haraka, wanaacha wamama kwa sababu wanabeba vitu na watoki. They don't talk. Anasema nakufa kiume. Unakufa kiume na wizi wewe kiume. You die like a man and maybe bury like a man, na watu wataendelea. Kitu kinakusumbua, lazima uwe na mtu unaweza mkashare your eternal inside problem. Ladies have got no problem. They shout. They talk. Sometimes I talk too much. Mambo yangu mpaka naambiwa basi na dadi ndune na amono. Nenda utoa. Nikuwezi yake. Bwana sio sana. Ni bebe nini inanimaliza? Niseme nionekane mimi ni mtu dhaifu, lakini iko hivyo imenitoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Unatendewa mabaya, unanyamaza, unabeba, unaomba peke yako, unabeba mpaka unangojeka. If you have it, lazima uwe na mtu anaitwa confidant. Confidant. Mtu wako ambao unaweza kumwambia siri zako na yeye atasema. Na yeye anakuambia zake na yeye atasema. Kumpata si rahisi mtu aina hiyo. But omba Mungu akupe. Usibebe mambo peke yako. Amen. The key thing here, love your enemies. What is the reward? You'll be perfect like your Father. Hara Yesu. Onedha mailiata. Onedha kuiliata. Samehe na upende. Amen. Say amen ndio mko siku. Amen. Samehe na upende. Kuna wengine watoto walikosewa na wazazi na anakasirikianga dadie kimuona anasema alimkosea.
Mketishe zini mwambie tuloto mundu wandabisha na yono nene uyo nisamee na nimekusamee. Bwana sifiwe. Nisamee na nimekusamee. Because what I'm feeling like after this loving enemies, I'll bring a topic on forgiveness. Because mimi Mungu amenisaidia. Nimeshinda hiyo. Nilikuwa naye na nikaishinda. Si zamani 2 months ago. Nikashinda. Nikaenda nikamwambia mimi nimekuja. Nilifanya hivi na hivi na hivi na yeye alikasirika. Lakini naomba unisamehe. Na akaanza kuniambia sasa na mimi ninajua pengine nilikosema mume ngoja. Nikamleta 2007 kampea hadithi. Nikamwambia nikikuona hivi nasikianga vibaya sana. Lakini today I forgive you. Nilimueleza karibu alie kama alinikosea kiasi hiyo. 2007 2 months ago tulimaliza hiyo kitu. Ninakuita. Ninakuita. Na tukasameheana na tukaomba. Mama akakuta tumemaliza kuomba. Ameandito pane iba yu weche ende ngama na tano mache ina zenjiju lino tonyi 500 na tukatoka. One day you preach here, sitawaambia kama ndio yeye. Lakini msiwe mnabashiri. Praise the Lord. Na nikawa huru. Alinikosea vibaya, nikikwambia bila alinikosea, utaniambia unastahili kumchukia. Lakini God doesn't approve that. Hata kwa umekosewa perfectly. God doesn't say yes kwa sababu umekosewa. Anataka usamehe so that you might be like him. Perfect as him. Mwe Yesu nata. Amen. Love your enemies. Enemies can be neighbor, can be your brother, can be your sister, can be your mother, can be your dad, can be your pastor. Anybody anaweza anakukosea na unachukia vibaya sana. Lazima utafute njia. Umpende na muongee. Bwana Yesu asifiwe. I don't know why I pushed so much on that one point. I can't tell why. But nataka niwe perfect. Na wewe uwe perfect. Amen. Yesu aise kwa mundu unge perfect bayo luande ateo na you asia. Therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. What does that mean? It pleases God to love your enemies. Amen. It pleases God to do good to your enemies. Anasema if they curse you, bless them. Akuma ukamwadhima. Akukasi ukakasi. Akutamuke. Let me finish like this. Maombi maneno yatatamkwa juu yako. Kemea, vunja, weka hizo vitu vyote chini ya miguu yako. Bind them, destroy them. All the works of darkness, whatever maneno, every word. Yes, ya kila mtu weka neno ukame hukumu. Bwana sifiwe sana. The right way? Yes, ya every word which shall be spoken against you, you shall send it back to the sender. You shall send it back to the sender. Biblia inasemaje? Ukamigara. Utaikondem. Unaikondem ukimalizia nguvu na heshima, unaiharibu. Bwana asifiwe. Wewe uko na Mungu mwingi, ukituma mpaka to the sender itarudi. Nishaiomba hiyo mambo. Ikafanya 7 times. Kila kile watu wamekuja tumia kwangu moya kwake 7 times. Niliwahi kuomba hiyo mambo. Lakini baada ya kuangalia neno la Mungu, nikaona niko na mamlaka ya kuharibu ngome, kuvunja ngome, kuharibu maneno, kupakia yote. Na hao watu ninawabariki. Hallelujah. Unawabariki. Praise the Lord. Amen. Let's go to the next point. It's a miracle to do the 4. But let's do just the other 2 and then we move on. Faithful stewards. Hallelujah. Matthew 25.
I tell you the truth. I don't know why Mungu ametukwamisha kwa hiyo. But I feel it in me. 25. Yesu ni mwema. Na asifiwe sana. Verse 14. Are you there? Faithful stewards. Jesus said, you will be rewarded if you are faithful stewards. Can you read 15? For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, Yes. and to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Now go to verse 20. So he who received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Yes. Enter into the joy of your Lord. Verse 22. He also who had received 2 talents came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents beside them. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. 24. And I was afraid, verse 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant. Wicked and lazy. Mark that. You knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. Yes. Therefore, take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Yes. For everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But for him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. And they cast the what? What's that? And they cast the what? The unprofitable servant into the outer darkness. Up there will be weeping and gnashing of teeth. We are not talking about salvation here. We are talking about being faithful to what after you received Jesus, you are given to handle. Bwana sifiwe. Kila ulipoa na Mungu huo unatenda. And when you look at verse 14 and 15, he did not give just. He gave some 5 and another one what? 2 and another one 1. Kwa sababu Mungu anajua what you can handle. God knows kile unaweza na anakupea hicho. Ipoza mtu akienda kama ni kwa nyumba ya Bwana achukue kazi si yake atafeli. Kwa sababu Mungu anajua. Bwana sifiwe. Many pastors know how to play keyboard. Mimi ninajua kupiga gita. Nikupiga kama kucheza kitu namna hii. Naipenda. One day nikiwa ABC nilipiga gita nikaicheza.
hiyo kitu inaingianga mtu. Nikaicheza ni wale moyo mno na sio tu naweza nikaanza ngita kwa imani. Then that I loved it. And when I got saved, kwanza niendo kutoka ngita mno kutabani. Hai, nikasikiliza nikaona wacha niweke ngita kidogo nijue kuhubiri nitarudia. Na nikaiweka chini, nikaanza kujifunza Mungu. Nikasema Mungu alikuwa ameniita nianze kuhubiri. Na nikasema nitarudia na si yarudia. Leo soto baya ina waya sio mege kwa wana huko. Wakati niliposa mke wangu nilimwambia ndo kununulia ngita. Lakini David hiyo ambia tu. Awenga kuzoea ngita. I loved that thing. It's a gift yangu kucheza hizo. Lakini keyboard siwezi. Nimejaribu hapana. Lakini ngita nikishika kwanza, nikishika hivi na nishike pale Kiinjili. Nyimbo za Kiinjili zinakuja. Ninaanza kucheza. Give me one box guitar here. Nishike hivyo. Hizo nyimbo nilikuwa naimba zamani zinaingia. Zinakuja. Kwa sababu ni kitu nilipewa. Then Mungu akanipa kingine kikubwa kuwa pastor. Hii ya kuwa uchungaji ni call, ni talent na kitu Mungu amenipea. And ukiangalia hawa watu, Mungu alipewa huyu 5, huyu 2, huyu 1, aliwaambia waende wakafanyishe nini? Kazi. Kwa sababu si mali yao. Kile faida na kile watapata na kile watatenda haitakuwa ni yao. It will be for the boss, for the owner of work. They are stewards. Ni waangalizi. For example, we pastors, we are steward of God's flock. We pastors, God's flock. To make sure that you get the right word of God. If you do bad, we rebuke you in love. We guide you well. Because Jesus atakuja kukuombea. Amenipa mamlaka ni kuombea. Kama kuna kitu inakusumbua, nikiwekelea mkono hivi, Jesus amewekelea. Kwa sababu hiyo ni kazi yake. I am just what? A steward. Jesus anastahili kuhubiria. Jesus anastahili kuwekelea mkono. Jesus ndio changu ni kufanya hiyo kazi. Hata nikikuombea ukiwa umesumbuka na upone, I'm just a useless servant. Nundu paichakwa. There is nothing I have here. This is about God. Amen? Hii yote ni about God. I am just a steward. Then, hii kazi ya Mungu hapa, Mungu akanipea wewe na mimi tuendelee kuwa steward ya mali ya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na one of it, kuna watu wanatusumbuka huku. Wanastahili kujua Yesu. You are also the steward of your brother. Ni kazi ya Mungu, ni kazi yako kuwaambia habari za huyu Yesu na walete katika hii kazi yake. So when you are not inviting somebody to the church and you are blessed alone, you are not doing a good job. Bwana asifiwe. Walipewa talents. I love for example, ukiangalia nje kuna dada yeye alijitoa first service, kazi yake ni kurecord na kupima watu temperature. Na hiyo anafurahia kwa sababu Mungu ameupea. Jesus ndiye angekuwa ameketi kwa hiyo kiti. Anakuambia anakupima. Huyo Jesus. Lakini akafanya nini? Akapea huyo sister ili awe anafanya hiyo kazi on behalf. And that's why kila mtu talent yake astahili kuona ni kubwa ama ni dogo. Hawa wapendwa wanaibisha hapa. Na mimi siwezi nikasema ni mkubwa kuliko wao. Sote kila mtu anashika laini yake. Amen. Deacon anashika laini yake. Mzee anashika laini yake. Wa mjengo anashika laini yake. Wa praise anashika laini yake. Hivyo. And then mwanaume mmoja akapewa kamoja. I think alifikiria ni madharau. Naona mwenzake anapewa 5, kama hiyo basi. Naona 2 na kamoja, acha sawa.
na kujua nisi ukaanze andi. Kwani kibudia kichaki unanipea kitu kamoja, mimi nasema kufanyia kitu kamoja. Akaenda akavicha. Na akaenda. But after a long time the Bible says, muda mrefu ule bwana akaja. Kila mtu akalete what he had done. The 5 akawa amefanya ngapi? 10. Akapewa kusimamia 10 cities, and then the other one too. Hivyo. Then alipofikia kwa huyo mjamaa akaambiwa, leta ile hapo. Akasema kuna kitu nilifanya. I knew you. Yes. Nilijua wewe ni mtu mngumu sana. Umba na sawa na ikasia. Ukadha balote kata. Mtu hatari, yani in other words, every interpret. Ever soma hapo kwa hiyo mjamaa Kiswahili. Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nilitambua ya kuwa wewe mtu mgumu. Wavuna usipopanda. Na wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo njia yako. Yes. Alidanganya, si kuogopa. Alisema nitamuweza. Nundu onaanda meki kende. Anakaaka nini? Hiko ndijawe. Akaficha na akaweka na huko. Hear what the Lord says. Alisema Bwana wake akajibu, akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Hiki sio Kiingereza na wewe ni a lazy and a wicked servant. Ni servant. Lazy and wicked. Ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Aweke mahali iweze kulete faida, hata akiwa si atafanyisha kazi naye. Si kwenda kuchimbia chini. Si kwenda kushika kile Mungu anataka kitende kazi kiache kufanya kazi. Listen to me, brethren. Every one of us as akona eneo ya kutendea Mungu. Sema amen. Ongeza sauti. Amen. Kuna jambo unastahili kutendea Mungu naye. Lazima uombe Mungu. Kwa sababu hivi leo mjamaa alimaliza, inaonyesha kuna hatari kuokoka miaka mingi na hakuna kitu unatendea Mungu. Kutoa sadaka ni vizuri, kila mtu anatoa. Kutoa fungu la kumi ni vizuri, kila mtu anatoa. Sawa. Isini bindu nisimbusia kudhaida. Usinu udhaidi. Kila mtu anayejua Yesu anastahili kuabudu na sadaka fungu la 10 unastahili. Lakini kuna kile kitu Mungu ni chako akifanywa na mtu mwingine. There is that thing ambao Mungu ameweka ndani yako, unastahili kuwa unafanya kwa sababu aliweka hicho kitu ndani yako. Bwana asifiwe. Many things hizi talanta asitakuja automatically unajua ni hii na hii na hii na hii. No, you pray and listen. Uombe na usikilize. Ni nini nastahili kufanya? Kuna bwana mmoja university. According to me alikuwa na imba hapa. Lakini alikuja nikamkuta ashamasafisha ofisi kila mahali na mnene, lakini na nini wa praise, lakini kuna wahasha, and she's happy doing it, cleaning there everything. Dada mwingine zile vitu tukimaliza hapa kwa baada ya ibada hii, kuna timu nyingine inakuwa inaweka ile chlorine na inapanguza. Sasa sister mwingine kila ile kabolanga bangula kaukera hapo akaona kamepata chafu, alichukua Jumapili ya mkoni hadi na gomushi, na katika ya wiki Monday prayers yaoni famino boya aumia ameaka ngano nyige kwa mno ndio bwana nikanyejia. What do you call that? Anaangalia anaangalia, usingoje uambiwe hii na hii na hii. Hapana, omba usikie ni nini.
I'm so excited and happy about the youth in the church. You notice, katika praise and worship, they have given themselves to leading people to worship God. Do you think God, si Mungu akona furaha sana? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mtu ukua. Akiendelea hivyo, utaona ana back up, anafika mahali, ana lead. Kwa sababu anaendelea kukua. Na si ati tulisema nini youth, tunataka mwingie kwa praise. Nobody said that. But mtu alisikiliza, what is my area? Tumekaa nyumbani. COVID ile tumeua, imetuzuia kwenda shule. Then wakaamua tuingia. And from next week they are free now to have a service on maybe Wednesdays. There are 2 hours. Mnakuja hapa, mnaweka vyombo na mnaalika other youth, na tuna dance ya Bwana, tunasikia injili ya 30 minutes, tunasikia challenges, and that's what God wants. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mjamaa soma hapo chini. Nataka tumalizie na hapo. Yeah, after where you reached. Basi nyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta. Basi naona ako alikuwa amepewa kakachoro, akafanywa nini? Kakaongezwa yule aliye na nyingi. Hata si yule aliye na kidogo. Yule aliye na nyingi 10 akaongezwa akawa na 11. Endelea. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Basi kila mwenye kitu ataongezewa. Bwana asifiwe. Na hata yule ambao anafikiria yule kile hapo nacho, kwa sababu hafanyishi kazi, kitachukuliwa kiongezwe yule aliye na nyingi. Bwana asifiwe sana. And many times wakati viongozi wanachaguliwa, wanaangalia wale watu wako busy, people who are doing things. Kwa sababu unaweza ukapea mtu kazi akawa hajazoea kuamka mapema, hajazoea kukaa chini sana akiandika report. Sasa wale wamezoea ndio wanapewa hiyo kazi nyingi, kwa sababu ishaflow ndani yao. Hata mahali utaenda kuandika, kwa sababu one number 7 you remember, it was the quality work we doing for our employers. Utakuta ya kwamba when you are doing so much and good, ndio unaongezwa. Na Mungu ako hivyo. Wapendwa, kuokoka ni barua, ni tikiti ya kuingia mbinguni. Bwana asifiwe. Lakini tukiingia mbinguni tutalipwa. Na malipo mengine Biblia inasema tutalipiwa hapa duniani 100 juu ya 100. You do something from God, anakubariki, unashangaa. Kwa sababu umetenda kitu kwa ajili yake, anakubariki 100 juu ya 100. Petro ndiye aliuliza, tumeacha bila kitu, tumeacha wake, tumeacha watoto, tunakufuata yote, tutapata nini katika hiki kitu ya kufuatanga Jesus? Tukisema wewe ni mwokozi wetu. Ambaye Petro, sikiliza. Mbinguni kwanza utapata uzima wa milele, hautakufa. You rejoice forever. Na hapa duniani, hapo unaona unanifuatanga hivi, hapo unanifuatanga hivi, hivi unanifuata, utalipa 100%. Bwana asifiwe sana. 100 juu ya 100. Bwana asifiwe. Ni nini unamtendea Bwana? Soon tutakuwa na Sunday school. We've been asking Sunday school teachers, kwa sababu listen to this. Hao walimu wetu sangine tunawatesa kiasi. Wanahubiria watoto throughout, wana nafasi ya kuja kwa ibada. Na ni rahisi tukiwa na walimu kama 4 ama 8. Wanne wanakuwa na watoto ibada ya kwanza, wale wengine wanasikiliza neno. Wana interchange, wanaenda ibada ya pili. Unakuta kwamba there is much work for the Lord ahead of us. Anza kufikiria as we know to reduce space hii tuki, as we continue doing this, tukireduce, wewe utafanya nini? Nilikuwa naambia youth, even that service, hiyo service ya Wednesday, sangine wataifanya hiyo crusade. Wanatoka hapa nje, wanaweka crusade, mmoja anahubiri, wanatuanga injili, wanadanzia Yesu hapa.
na wanarudi, and God will be happy. Hallelujah. Huyu mjamaa Malisia ili tumalize na hiyo. Alifanyiwa nini? Apenogale nako. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje. Pale ndiko kutakuwako kilio cha kusaga meno. Kilio cha kusaga meno. Tusimame. Bwana sifiwe. Kilio cha kufanya nini? Hilo mtangiana na Yesu ngoni. Wewe jao. Bwana sifiwe. Si umeokoka? Na sasa inasemekana utalia. Sasa utaliaji ukienda mbinguni? Inamaanisha this work of God is part of our salvation. Tiwa nini? Kama mtu amepewa na hakufanyisha kazi, anafanya nini? Atatupwa gizani mahali kuna kulia na kusaga meno. Inamaanisha kuna uwezekano mtu atamisi mbingu kwa kutokutenda kazi ya Bwana. Sio mimi, ni maandiko. As a pastor, I must be a good steward of church. Hii kanisa. Lazima niwe mwangalizi anayefaa. Uwe hata ukiniita saa ngapi utaniona. Hata ukiwa wapi ukinipigia simu ninajua, ninakuombea. Nisikuambia hai nini noete. Lakini ukiniona Yunasu ni Yesu wasu. Kwa sababu Yesu ndiye angeenda na amenipa kufanya hiyo kazi. And then ninasema hapana. Ni juu yangu kujua hicho kitu. Ninaambiwa na mpendo wa kanisa ili nimtendee. Ni Yesu anastahili kutenda. Na amenipa hiyo jukumu ya kutenda hiyo kazi. So when I don't do it, ni lazy and wicked servant. Jesus amekaona mwana hiyo. A lazy and a wicked servant. Ni mudhukumi, mubinyu, chonze, na evil, wicked hiyo, na wicked. Hiyo mbele ya Mungu. Bwana sio sawa. So, Biblia inasema malingine, yule anatenda kazi ya Bwana na nini? Na ulegevu ama ulegevu. Na ulegevu. Afanyiwe nini? Alaniwe. Anaanza. Yaani wewe unajua kazi yako ile unafanyia Mungu. Anajua kazi yake ni keyboard. Na hika labaya tunyamani na keyboard. Kama unondu meika. Galama manendeko haki dukiendea. Hika labaya tina. Tuidina. Naoni Jesus ukudina tiji. Biblia ya mundu sio kuna uyosu nengedo ningai noleke alaniwe. Inamaanisha kile umeshika Mungu asha approve ya kwamba unaweza. Eda italendile niwe sinozo kumejia. Eda ni tano niwe sinozo kumejia. Kama ni moja anajua. So fanya kwa bidii kama yule aliyo na 10. Amen. That's all what God is saying. Kwa sababu usipofanya hivyo utapokonywa hiyo na utatupwa nje. Bwana siwe sana. Utapokonywa hiyo na utatupwa nje. Kataa kupokonywa na ukatae kutupwa nje. Na usifikirie ako unafanya ni kadogo. Si kadogo. Kama wale wapendwa wanapangusa hii viti, hiyo sio kazi kidogo. Hiyo ni kazi kubwa kwa Mungu. Kwa sababu ushanunua dress yako nzuri, umekalia na haikutoka na chafu. Hiyo ni baraka. Yesu ako happy because you are happy. Lakini unakalia kitu unafanya hivi, uko unachuzia kitu. Will you sit there? Utatoka anza kupanguza. Na kuna mtu akikuwa apanguza. Yule amepanguza inamaanisha kwamba Yesu amefurahi. Hata Yesu kute ika uwe wanengwa wailoteja na nyao rodhanga na wendi na furaha. Takwaya kama ni kwaya practice. Wamesema ni saa 9. Wote wawe hapo. Nundu endo tuanze saa 9 pro la tusiwe saa 10 kuikuteja uwe na rodhelele. Ele praise and worship. Practice saa 11 ama saa 10. Kila mtu awe hapo saa hizo. Niki nundu Yesu nukwetelete
nuku nendie talanda na ndao nondo udhukuja aone vile utafanya kazi. Bwana siwe sana. Hiyo tukifanya tunalipwa hapa 100 juu ya 100. Anakulipa bila anataka. Can bless you with blessings you don't know. Nyingi hapa 100 juu ya 100. Akisema juu ya 100 alimwambia Betelo ni hii na hii na hii tiwa. Alimwambia 100 juu ya 100 na mbinguni uzima wa milele. Mimi naomba Mungu anisaidie niendelee kumtumikia. Na wewe omba Mungu akusaidie uendelee kumtumikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kama that brother, okay kwa. That's a okay, that's a great DJ. Alama ndo mamba. Alwa. Hiyo kitu kalele kanisa. Hiyo ni talanta ya chumwa. Sia Bwana sasa. Kuni kidije ndaba weza bila no chikicha kachaka. Kachaka kuchuku. Hallelujah. Hiyo ni God. Bwana ako naye ndani yake, ako na hiyo talent. Huyu mnamwona tu hiyo. Kila tu mnagebeti. Hata hiyo. Talanta. Akapewa 5, 2, 1. 5 ameweza kazi, akaongeza akasimamia 10 cities. 2 akasimamia 5. Kwisha wa mwisho akakataa, akapokonywa na akachotwa miguu juu. Nje akaenda kukula meno. Kusaka imesema nginasingi obutivi. Nundu wako ema kutandija talanta ya ngai. Kuna wengine wameitwa kama intercessors. Uwe kazi yako ni kuintercede for me, for ministry, kwa wale wengine. Intercessors, kazi yako ni kuomba. Monday ikifika 5 tunakuta nundu baba dhambi ukalukite baya wili ubilangai. That is your talent. Hallelujah. Yani unaombea kanisa, unaombea kijiji, unaombea mchungaji, unakemea pepo. Hallelujah. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe
akukumbushe. Umwambie Bwana, uliniokoa, ninataka kujua eneo ya kufanya kazi yako na ile ninafanya. Mwambie niwezeshe Bwana, nisiwe nikawa lazy, nisiwe nikawa lazy servant, nisiwe nikawa wicked servant. Mwambie Yesu tu, kama uelewa vizuri, mwambie nikununulie eneo area yangu ya kutendea kazi, nikununulie area yangu ya kutendea kazi, nikununulie area yangu ya kutendea kazi. Na kama unaijua, mwambie Bwana niwezeshe nisiwe mlegevu, nisiwe mlegevu, nisiwe lazy, nisiwe lazy, nisiwe lazy. Bwana sikia maombi ya wana wako, Bwana sikia maombi ya watakatifu, Bwana sikia kilio cha wateule. Bwana tunataka kutumikia, tunataka kutumikia, hatutaki kutupwa nje, hatutaki kutupwa nje, hatutaki kutupwa nje. Tunataka kutumikia, tunataka kutumikia, hatutaki kutupwa nje. Katika jina la Yesu, wezesha kila ndugu, wezesha kila dada, wezesha kila mteule katika jina la Yesu. Asiyetupwa nje, akakutendea kazi kwa nguvu zake na roho yake na uwezo wake katika jina la Yesu. Ondoa roho ya uzembe, ondoa roho ya ulegevu, ondoa roho ya uzembe. Bwana tupe njia nzuri ya kutumika katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, asante kwa kuniokoa. Ninakushukuru kwa sababu kuna talanta zangu zile ninajua, niwezeshe kutumikia kiukamilifu. Ninakuomba zile sijajua, nifunulie nikakutumikie kwa ukamilifu. In the name of Jesus. Ninakuomba Bwana, ukaniwezeshe kupenda maadui zangu, kuwabariki wanaonilaani. Bwana, nipe kuwapenda na kuwasamehe ili niwe perfect, niwe mkamilifu kama vile ulivyo. Kwa nguvu zangu siwezi, na kuomba uniwezeshe, uniwezeshe kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Nimeomba, nimeshukuru. Mikono yote ikiwa juu. Baba, na wabariki wote hawa wanaoangalia kutoka mbali. Tupe kupenda maadui, tupe kuwatendea vizuri, tupe Bwana kutenda kazi yako na moyo wa furaha. Umenena nasi leo Baba, tukifanya mambo haya, you will reward us. It is not for nothing, utaturiward. Bwana, asante kwa kuongea nasi na kutukemea. Tunakushukuru. Wiki hii na mwezi wa 10, kota ya mwisho wa mwaka, twaomba tukakuone, uzidi kuongea na sisi. Hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Tuwezeshe Baba, na wainua hawa mikononi mwako, walioona hii na watakayeona Baba baadaye, wafikie kila mmoja. Tubariki na uwe nasi. Ikiwa kuna magonjwa na maradhi katikati yetu ama kwa watazamaji, nakemea magonjwa, nakemea maradhi, nakemea maumivu, nakemea madudu, nakemea kisirani, nafunja kila nguvu za giza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza uponyaji, natangaza afya kwa miili ya watakatifu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mungu akubariki, Mungu akulinda.
kifupi tumtolee Bwana. Our COVID-19 committee itaketi wiki hii, tumeongezwa masaa mawili, na watoto walio below 6 wameruhusiwa kuja, wazee above 65 wameruhusiwa kuja. Tuko phase 2. Kwa hivyo utaambiwa chukua sadaka yako tumtolee Bwana, toa kwa moyo wa furaha. Everything you do for God, it is not for nothing. Amen. Nakumbuka nilianzisha, our labor in the Lord is not in vain. Bahasha kwa fungu la 10. I tell you brethren, I feel blessed. I don't know why. Nasikia ni huko kwa kizini kikiana mtu wa dawa. Ni huko wapi? Ni huko wapi? I want to be perfect like God. Who is you? Na mtiani Mungu anakupenda maadui. Hallelujah. Chukua bahasha. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kipindi kimepita, na asante kwa nafasi ya kutolea sadaka na zaka. Kila mmoja anatoa, Bwana mbariki. Mungu, ninakuuliza kanisa ili uifanye kielelezo kwa utakatifu, kwa neno, kwa ujenzi, kwa kutoa sadaka, kwa fungu la 10, kupenda maadui. Bwana, tupe kielelezo, tupe Bwana, tuwezeshe tuwe kama wewe Yesu. Mbali matoleo haya na uwe nasi, kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Wakiimba tunatoa.